Kwa majina naitwa Joseph Mzala Yata, diwani wa kata ya Kilosa, katibu wa madiwani kanda ya Nyasa, lakini ni mkufunzi wa masuala ya Chadema ni msingi kutoka chama cha maendeleo Chadema. Ndugu waandishi wa habari, nimewaita kwa jambo moja tu la msingi la kuzungumza. Mnamo tarehe 22 Disemba 2017 nilifanya maamuzi mwenyewe wala pasipo kuitishwa na mtu kujiuzuru nafasi ya udiwani ya kata ya Kilosa. Na nilifanya hivyo kwa sababu za msingi zifuatazo. Ndugu waandishi, kumbuka kwamba diwani yeyote anayepata fursa ya kuwa diwani anapitia chama cha kisiasa ndio anakuwa diwani wa kata husika. Kwa hata mimi nilipitia chama cha maendeleo Chadema kuwa diwani wa kata ya Kilosa. Lakini unapoendesha shughuli zako za kisiasa au kama kiongozi wa serikali kwa ngazi ya udiwani, ni lazima upate mashirikiano ya kutosha kwenye ngazi zote, kuanzia ngazi ya central government, lakini pia kuanzia ngazi ya local government, kwa maana ofisi ya meya pamoja na madiwani na kuendelea. Lakini ndugu waandishi wa habari, nafikiri itakuwa sio kitu geni yenye kuona kwamba kumekuwa na wimbi la madiwani kuhama, lakini naomba niwahakikishie kwamba kuhama kwangu mimi hakuendani na hilo wimbi ambalo linazungumzwa kwa madiwani wanunuliwa wanahama. Kuhama kwangu mimi, inawezekana baadhi ya waandishi mnajua, ni migongano, ni kutokuelewana na ni kule kutokufuata mifumo dhahiri ya kichama na uendeshaji mzima wa baraza la manispaa ya Iringa mjini. Na ikumbuke kwamba mimi nilikuwa naibu meya wa manispaa ya Iringa mjini. Na pia sio kujificha kwamba katika utendaji wangu wa kazi nilifanya kazi ya kutukuka kama diwani wa kata, lakini pia kama naibu meya wa manispaa ya Iringa mjini. Na ni kweli kwamba kikanuni kila baada ya mwaka mmoja katika uendeshaji wa baraza ni lazima kuwe na mabadiliko ya nafasi ya naibu meya. Aidha kama ni makamu mwenyekiti kwa halmashauri zingine kwa manispaa, kwa hiyo nafasi husika lazima kuwe na mabadiliko. Mchakato ule wa kumpata naibu meya ndani ya manispaa ya Iringa mjini haukufuata taratibu. Ulikuwa ni mchakato wa mabavu, ambapo madiwani wote tulikaa kikao cha caucus au madiwani, tuliamua kwa pamoja kwamba madiwani waliona ni dhahiri mimi ni tena, walisema kwamba niendelee kwa miaka yote mitano kuwa naibu meya wa manispaa ya Iringa mjini. Na madiwani wote walisema, na ikiwemo mheshimiwa mbunge alizungumza na mbunge wa viti maalum akiwemo, lakini kama mbunge wa viti maalum kama katibu wa chama akiwemo, walizungumza kwa pamoja kama madiwani kwenye kile kikao cha caucus, na ikaonekana basi mimi nafaa kuwa naibu meya wa manispaa ya Iringa mjini. Lakini cha kushangaza, ndugu waandishi wa habari, kilichotokea baada ya siku 4 meya wa manispaa akasogeza tarehe mbele ya uchaguzi kwa kutumia WhatsApp, sio barua au sio kikao tena, kutumia kwenye groups akasogeza uchaguzi mbele. Mimi nikastuka, lakini baadaye nikashangaa madiwani wawili watatu wamejitokeza kugombea hiyo nafasi, ambayo ilikuwa ni Dadi Gogo pamoja na madiwani wengine wawili kama mheshimiwa Mtito. Lakini baada ya hapo sikushangazwa kwa hilo, sababu niliamini wale madiwani sababu walichagua wote kwa kula moja pamoja, itakuwa haina shida. Na barua yangu ya kutambulisha chama kwenda manispaa ilipelekwa na katibu ambaye ni Susan Mgulukulima. Lakini mwisho wa siku ilifanyika kitu ambacho nakishangaa, sio utaratibu wa kazi, sio cha kikanuni cha kwenda withdraw barua ambayo madiwani wamekubaliana kwamba naibu meya ikatolewa. Na mimi ikaonekana kwamba sasa sifai tena kuendelea kugombea ile nafasi. Sasa nilikuwa na mkanganyiko pale kwamba kanuni zinasemaje. Inawezekana kweli kwenda kuchukua hiyo barua, lakini mwisho wa siku ukarudi mchakato upya na akapatikana naibu meya Dadi Gogo, na madiwani wakawa wamebadilisha kile ambacho walikuwa wamekisema. Mimi nililalamika, niliandika barua kama 4 za kwenda kwa katibu mkuu kupitia kanda za kulalamika kwamba mchakato uligubikwa na ubabe, lakini pia ulikuwa na mtazamo wa kisiasa, sababu kulikuwa na minong'ono mjini kwamba mimi nataka nigombee ubunge Iringa mjini, kwa mheshimiwa mbunge Peter Msigwa hataki mimi niendelee kuwa naibu meya wa manispaa ya Iringa mjini. Na hizo ni dhihirisho kwamba ni kweli, kwa sababu hata mbunge mwenyewe mwanzo alikwenda izungumza leo hivyo ni kwamba sisi gari tunamwamini, lakini baadaye akawa anazungumza kwamba you can't outshine your master, kwamba mimi hata siwezi kumoutshine master wangu ambaye ni mbunge.
Wakati mimi nafahamu kwa mujibu wa katiba ya chama chetu Chadema, kila mtu ana haki ya kufanya hivyo na ana nafasi ya kuweza kupata hiyo haki ya kuwa kiongozi. Mheshimiwa waandishi wa habari, ulikuwa ni moja, lakini lingine, baada ya pale watu hata mjini Manispaa walijua mimi nitakuwa wa kwanza kuondoka katika nafasi ile, kwa maana kufikiri kwamba tunafanya kazi kwa hasira. Mimi nafahamu kwa kiongozi wa kisiasa huwezi kufanya kazi kwa hasira. Kwa hiyo nilitulia, nikaendelea kufanya kazi za Manispaa kwa weledi ule ule kama diwani. Lakini baadaye tena ikaonekana ninapofanya kazi nakosa ushirikiano. Kwa mfano, kwenye kata yangu kulikuwa na janga la upepo. Kata kwa Kilosa. Kata ilizuiliwa na wananchi kadhaa walipata madhara ya kukosa na nili madhara, nyumba zao zilizuiliwa. Meya alikuwa wa kwanza kufika, lakini wabunge walikuja, wabunge watatu, lakini mbunge Mheshimiwa Msigwa kuja, nilimpigia simu na nikiomba pia mfuko wa jimbo uweze kunisaidia angalau kuanulia wananchi mabati. Hakuja. Na mpaka leo hakuwahi kuja. Nafikiri waandishi wa habari nimezungumza pia kwenye baadhi ya mitandao, nikizungumza hiyo hali ya kuomba viongozi wengine waje. Na mwisho wa siku alikuja mkuu wa wilaya, pamoja na ofisi ya mkuu wa mkoa walikuja kutoa michango yao, na mimi nikasaidia wale wananchi. Na nikapaulia wananchi watatu kwenye kata yangu, kata ya Kilosa. Lakini baadaye kulingana nilipofanya jambo hilo nimefanya kosa na naulizwa nimepata pesa za kuweza kuwatulia wananchi hayo matatizo. Lakini kingine, Mheshimiwa waandishi wa habari, katika utendaji wa Manispaa kuna mfuko wa jimbo wa mbunge. Na mwaka jana ilionekana mfuko wa jimbo unatakiwa uje kwenye kata yangu mimi kwa ajili ya ujenzi wa maabara kata ya kwa Kilosa. Na ilikuwa hivyo na tulikubaliana hivyo kama caucus na kama baraza. Lakini mwisho wa siku mbunge kupitia kikao chao cha kamati ya mpango mji alikataa mfuko wa jimbo usije kwenye kata yangu mimi, kata kwa Kilosa. Pia waheshimiwa, baada ya hivyo ikumbuke kwamba mimi baada ya kupata ile nafasi ya ule meya kukosa, nilipewa kama adhabu. Meya aliagiza pamoja na mbunge kwamba nipewe kamati hii moja. Na ili waheshimiwa waandishi wa habari, nalizungumza hivi kwa sababu mimi nilikuwa na kifua cha kumeza. Lakini nimeamua nilizungumza. Kwa hiyo nikapewa kamati moja. Sasa can you imagine mtu ambaye alikuwa naibu meya na sio naibu meya wa Manispaa Iringa, mimi najiamini nilikuwa naibu meya ndani ya Chadema Tanzania nzima, ndo naibu meya nilikuwa nasikika. Nyinyi ni mashahidi, nimesoma magazeti, mnaona mitandao, hakuna kazi ambayo ilikuwa inafanyika. Iringa nimeiportray mimi. Kumbuka zina Mwananchi niandika Iringa iwe jiji, na ndivyo Mheshimiwa Lukuvi akaja pia na plan zake with reference ile za Mwananchi. Na ndio maana Iringa inaendelea hivi. Niliona mimi nakwenda hivyo. Lakini pia hata kwenye kampeni za uchaguzi wa Kitwiru mimi niliambiwa siwezi kushiriki, ikiwemo mimi na Frank John Nyarusi, kwamba tutakiwa tushiriki, tuonekana sisi tuweze kuvuruga ule uchaguzi. Ni mashahidi, mliuliza maswali mengi waandishi wa habari kwamba sionekane kwenye zile kampeni, lakini mimi kama kiongozi, kama katibu wa madiwani niliamua kwenda Kilolo. Nikashiriki kampeni za Kilolo. Lakini pia nimekuwa ndani ya baraza kama naibu meya nikijaribu kushauri. Kwa mfano, nilishauri pia mchakato wa upatikanaji wa viwanja vya Mawelewele. Kwamba mchakato ule ukufuata taratibu. Madiwani walikuwa hawajui. Ni vema kila kitu kipate taratibu zake, zipitie kamati husika za mpango mji na mazingira, lakini pia madiwani kupitia caucus tujue tuweze kumshauri pia meya. Hata kama sio na meya, lakini kama madiwani pia ni kazi yetu, ni wajibu wa kumshauri meya. Ndugu waandishi wa habari, mbunge na meya walifanya peke yao, na mwisho wa siku Mheshimiwa Lukuvi akaja akafuta vile viwanja kana vina matatizo. Lakini pia nimeona nizungumze hili kwa sababu hata fikra za watu wanafikiri kwamba Iringa madiwani wengi wanaondoka kwenye nafasi zao kwa sababu wananunuliwa. Na mimi niseme mtu ambaye ananunuliwa, kama inatokea mtu ananunuliwa, maana yake huyo mtu ana nini? Ana thamani. Lakini Joseph Nzala hata mimi najishughulisha, nafanya kazi, nimekuwa mwalimu, nimekuwa mkuu wa shule headmaster huko, lakini nina shule yangu, nina mashamba yangu nafanya, nalima, hata kwenye fomu zangu za maadili zinaonyesha hivyo. Sitegemei, pia familia yangu inafanya kazi, we are working. Hatuwezi kutegemea pesa. Ninachokizungumza hapa, nataka tufundishane demokrasia. Kwa sababu tukiacha hii hali iendelee, vyama vya upinzani havitakuwa na mwendo ulionyooka. Kwa sababu demokrasia tunayoizungumza ifanyike mpaka hata kwenye maamuzi yale ambayo tunafanya. Yaani lazima tuishi katika maisha hayo ya kidemokrasia. Lakini tusipoishi katika hayo maisha itakuwa ni shida. Kwa mimi nimeamua kujitoa hiyo nafasi. Nataka pia nionyeshe mfano kwa viongozi wa kisiasa, na pia niondoe dhana ya kwamba labda
inaonekana Liata kuna pesa sijui inatoka CCM inakuja inanunulia panda. Na mimi niseme nikitoka hapa nimejivua udiwani, lakini nina nafasi kubwa ya kufanya siasa. Na najitambua kwamba siasa nitakazofanya sio, nimefanya self assessment. Kwa hiyo najitambua kama nina uwezo kiasi gani. So mkubwa sana kujisifia kama wengine wamenizidi sana. Lakini uwezo wa kufanya siasa ndani ya mkoa wa Iringa, ndani ya manispaa ni mkubwa. Na huko nitakao kwenda mimi, niseme tu wazi, nitakwenda mimi niko very straight. Nitakwenda kufanya siasa ambayo inatakiwa ifanye. Sababu nasema nitakwenda sababu mimi sitaacha kufanya siasa. I'm political enemy. Kwa nitakwenda kule ambako nakwenda, na huko ajiandae kwamba nitakwenda nikiwa nimenyoka. Penye nyeusi nitasema nyeusi, penye nyeupe nitasema nyeupe. Lakini mengine, ndugu waandishi, niseme tu siasa inafuatana na kuishi. Kama siasa huwezi kuishi kama mnyama, kwamba unakaa Frelimo peke yako, unakwenda kwenye shughuli za harusi, misiba, shughuli za kawaida, unakwenda peke yako. Hakuna kampani ya diwani wenzako, hakuna kampani ya mbunge, kuna kampani ya kwenda watu kula nyama. Sasa mimi sijafikia stage ya kwenda kuchinja mbuzi sehemu na kula nyama pasipokuwa na as a team. Kwa nini nasema hili? Kwa sababu huwezi kuishi kisiasa unaishi kama nungunungu huko peke yako. Lakini mwisho kabisa ningependa kusema kwamba kuna madiwani wengi wa Iringa ambao hawaupendi huu mfumo ambao unafanywa na mheshimiwa mbunge ambaye ni mwenyekiti wa kanda ya Nyasa. Mfumo wa kuingilia katiba ya chama ambao unatengeneza sintofahamu kwenye jamii. Kwa mfano, kama aliweza kuingilia kwenye mchakato wangu wa kunipata mimi kama naibu meya, manake anaua vipaji vya vijana vya kisiasa. Hatengenezi mrithi wa jimbo hili. A good politician lazima ujenge mbegu, kwa maana kesho ukifa, kesho ukiumwa, Iringa waone anafuata nani. Hata mheshimiwa mbunge hafanyi hilo. Amefanya kwangu, lakini pia alienda kufanya kwa makamu mwenyekiti Patrick Sosopi, ambaye kama kijana aliamua kuonyesha umma kwamba anaweza kuongoza kanda, lakini hawezi kwenda pale kibabe, anataka apate fursa ya kuchaguliwa na wajumbe kadhaa tu wa kanda ya Nyasa. Lakini mheshimiwa mbunge alitangaza kugombea na alitangaza kibabe kwamba atashinda. Mimi nilijua kama utani kwamba haiwezekani, sababu chama hiki kinafanya demokrasia, hawezi, itakuwa ni mchaka. Lakini aliyoyasema kabla ya uchaguzi kwamba yeye ni mjumbe wa kamati kuu, ana network, ataweza kushinda tu, ndio kaenda kuyafanya hayo. Matokeo yake Patrick Sosopi hakushindwa kiuhalali, alishindwa kwa kuonewa na kwa mkwala. Lakini pia nimwambie mwenyekiti wa chama Freeman Eka Mbowe kwamba kama ataiacha Iringa hivi anavyoiona yeye, asitegemee chama kuwepo. Lakini mimi kama naibu meya nimejiuzulu kwenye nafasi ya udiwani, lakini na madiwani wenzangu niwaambie, nimeona kwenye mtandao nilikuwa napita sasa hivi, wanaandika kwamba kamati tendaji ya kanda imemvua Liata nyadhifa za katibu wa madiwani wa kanda. Mimi nafikiri tusifikie kwenye kuvua nyadhifa. Tujenge entity ya kujenga viongozi. Tusijenge entity ya kufukuzana. Kwa mfano kipindi kile baada ya uchaguzi wa naibu meya, tulipewa majina hapa mjini. Msaliti. Nilivumilia kama kiongozi. Na sikuwahi kujibu kitu. Nikifikiri viongozi wana fikra, wataweza kukaa sehemu na kufikiri na kupanga safu iweje na jinsi ya kuweza kurudi. Hata kama imenifanywa mimi, what about Patrick Sosopi? Lakini dadi ameandika kwenye mtandao, ni dadi huyo ambaye anatafuta watu kuwaomba wamuone Maimbo anaendaje aweze kuhamia CCM. Na taarifa tunazo, na mimi kama kiongozi najua hiyo. Sasa madiwani wengine hawasemi. Kuna madiwani wanakuja kuungana na mimi. Kwa mimi niseme tu wananchi, wale madiwani walikuwa wanaita wasaliti, sijui mimi niwatuliza nikitegemea itafika sehemu chama kita calm down na kiweze kujua kilichofanya ni kosa. Kwa hiyo madiwani wanakuja, mimi nimetoka ni baba tu, na ni baba mzuri ambaye yuko wazi. Kwa hiyo niliamua niwaite waandishi wa habari kwa kifupi kuzungumza haya kuhusu kujiuzulu nafasi yangu kutoka tarehe 22 Disemba 2017, kwa sababu hizo mbili za msingi. Moja
ni uendeshaji wa baraza, lakini mwingine ni ukiukaji mkubwa wa masuala ya kidemokrasia ndani ya chama.